Samia mwenye alijitangaza kwamba alishinda uchaguzi kwa 98% anyimwa nafasi ya kuzungumza katika mkutano wa wakuu wa nchi ulioandaliwa katika makaazi ama katika afisi kuu ya Umoja wa Mataifa ya Afrika, African Union, upande wa Ethiopia, Addis Ababa. Karibu niweze kukuchanganulia hili kwa sababu nimeweza kusikia maelezo ambayo Kombo, waziri wa masuala ya nchi za kigeni, anaeleza hayana mwelekeo. Yaani maelezo ambayo Thabit Kombo anatoa hayana maana yoyote. Hata ukijaribu kusikiliza sioni kama maelezo yake yana maana. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, wacha tuniweze kukuomba kwa moyo mkunjufu, Mtanzania mwenzangu, tafadhali piga subscription. Yaani kupiga subscription ni bure. Haiwezi kukugharimu pesa, ni bure. Hiyo ni njia moja ya kujenga kituo chetu ambacho kitakuwa kinakuhabarisha kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Piga subscription, like video, alafu sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Sasa mtazamaji wangu, tunaelewa kwamba Samia aliondoka katika taifa letu la Tanzania majuzi tu, akaelekea katika makao makuu ya Umoja wa Afrika, African Union, upande wa Ethiopia. Akasema kwamba alienda kikao kazi. Alienda kikao kazi. Hasa katika ule mkutano, mpenzi mtazamaji, Samia hakutambuliwa, hakupewa nafasi ya kuzungumza, vile vile hakuwekwa kwenye ratiba ya kuzungumza. Na nielewa mpenzi mtazamaji. Lakini sote tunajua kwamba Samia aliweza kushinda kwa njia ya utata. Ninakuomba uweze kumsikiliza Thabit Kombo jinsi ambavyo anajichanganya, alafu nitarejea niweze kukupea nafasi ama niweze kukuchanganulia kulingana na jinsi ambavyo ninaelewa mbona Samia alinyimwa uhuru aliotoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja hapo ni wa kusema, kwa sababu hakuna mtu aliyewahi kushonwa mdomo asiseme, hakuna duniani wala haitotokezea. Kwa hiyo miongoni mwa uhuru uliotolewa wanaita uhuru wa maumbile ni huo wa kibinadamu. Kuna moja na mitandao imekuwa ikiandika, mmoja kaandika kwenye mtandao hapa, breaking news, katika hali sio ya kawaida na hali ya aibu, Addis Ababa kiongozi wa Tanzania hakutambuliwa wala hakuruhusiwa kuzungumza wala kadha. Viongozi, naomba ndugu zangu muelimishe jamii, waloruhusiwa kuzungumza ni wale waloingia mara ya kwanza baada ya uchaguzi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amehudumu miaka 4 kabla ya uchaguzi huu. Kwa hiyo kule AU keshahudhuria mara kadhaa, na alipoingia mara ya kwanza baada ya kifo cha marehemu Dr. John Joseph Pombe Magufuli alihutubia kule. Kwa hiyo waloruhusiwa mara hii ni wale waloingia mara ya kwanza. Na wao waloingia mara ya kwanza ni nchi 3 ndio waloruhusiwa kuzungumza, na wameruhusiwa kuzungumza kwa sababu ya kujitambulisha na kusalimia na si vinginevyo. Nao ni Gabon, Ushelisheli ama Seychelles, na ya 3 Guinea. Tuko pamoja jamani? Guinea, Seychelles na Gabon wameingia kwa mara ya kwanza. Hawa walioandika mitandaoni wametafsiri kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ameingia mara ya kwanza, lakini kule keshazungumza. Wale wanatafsiri miaka 4 alikuwepo. Kwetu sisi tafsiri yetu sio miaka 4 yake, kwa sababu alishikilia ule mwaka mmoja alikuwa rais kashinda, akamalizia ile nguo ya miaka 4. Kwetu sisi ni mara kwa, lakini kule keshahutubia. Walioingia ni wale ambao uchaguzi mpya, rais mpya, wale wote waliofanya return hawajaongea.
na sio kama sisi pekee tu, wako na wengine pia hivyo. Kwa hiyo naomba hilo nilitolee ufafanuzi, na kama kutakuwa na jingine lolote niko tayari. Asanteni sana. Umeweza kumsikiliza Bwana Thabit Kombo anasema kwamba Samia hakupewa nafasi kwa sababu yeye si rais kwa awamu ya kwanza. Unajua, anatuona kama sisi wa Tanzania tuelewi Kiswahili, si ndio? Anatuona kama hatuelewi Kiswahili. Kuna jina hapo amejaribu kulificha sana. Thabit Kombo anapaswa kukubali tu kwamba Samia hakupewa nafasi ya kuzungumza. Atulie kuliko kuendelea kueleza maneno ambayo hayana msingi. Mfano, Bwana Thabit Kombo anasema kwamba newly elected leaders eti ni wale maraisi ambao wamechaguliwa kwa mara ya kwanza. Sasa wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, Thabit Kombo anatuona sisi ni wajinga? Ni lini Samia aliweza kupigiwa kura akashinda? Samia angepigiwa kura kwa mara ya kwanza na kushinda endapo uchaguzi wa mwaka jana ungekuwa wa haki na huru. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Lakini Thabit Kombo anatuona sisi wa Tanzania kwamba ni wajinga, anatubebea akili na kutuambia kwamba Samia aliweza kuchaguliwa kitambo na aliwahi zungumza kama kiongozi ambaye amechaguliwa. Ni lini Samia alipigiwa kura? Anataka kutuambia tu kwamba kipindi ambapo Magufuli aliaga, yani kulingana na maelezo yake, anataka kutueleza kwamba kipindi ambapo Magufuli aliaga tuliingia kwenye uchaguzi sisi wa Tanzania, si ndio? Tukamchagua Samia akashinda uchaguzi, si ndio? Hivyo ndivyo anajaribu kutueleza. Eti tukampigia Samia kura wakati ambapo Magufuli alifariki na akashinda uchaguzi. Anataka kutuambia eti kwamba newly elected leader Samia aliwahi zungumza. Hapana. Thabit Kombo anajaribu kupeleka mambo kombo katika taifa letu. Akubali tu kimama Samia akikupewa nafasi ya kuzungumza. Akubali tu hakupewa nafasi. Kwa sababu kwa lugha nyepesi, newly elected office holder au kipenda newly elected leader kwa kisiasa anaitwa political office holder, kiongozi wa kisiasa. Na tunaambiwa kwamba newly elected ni mtu ambaye ameweza kushinda uchaguzi wa kidemokrasia, na rais huyo anaitwa rais mteule au rais ambaye amechaguliwa, au inaweza ikawa waziri mkuu. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Mnaelewa ama nirudie? Newly elected inamaanisha mtu ambaye ameweza kushinda uchaguzi kwa njia ya haki, kidemokrasia na wazi na huru. Huyo mtu anaitwa rais mteule au rais ambaye amechaguliwa mpya. Sasa mtu mwenye anatuambia huyu kwamba anatuambia eti kwamba Samia aliwahi zungumza kama newly elected leader. Ni lini Samia alipigiwa kura? Kipindi ambapo Magufuli aliaga, Samia hakupigiwa kura, aliendelea kushikilia kama yaani rais wa kushikilia, lakini sio rais ambaye alipigiwa kura. Alikuwa anapaswa kupigiwa kura kwa mara ya kwanza 2025. Hakupigiwa kura, bali aliiba. Hata African Union AU ilisema kwamba ule uchaguzi haukukuwa wa haki na huru, na ndio maana hata hakupewa nafasi ya kuzungumza, kwa sababu sheria za Umoja wa Afrika zinasema kwamba newly elected leader ni yule mwenye ameweza kushinda uchaguzi kwa njia ya haki, demokrasia na huru. Yaani viongozi wa upinzani wamepewa nafasi na wao wamepiga kampeni, wameingia kwenye uchaguzi
Uchaguzi umepigwa kwa njia ya wazi na matokeo yametangazwa kwa njia ya wazi na wananchi wakaridhika. Lakini sasa Samia akafunga Lissu, akaengua Mpina asije akashiriki kwenye uchaguzi mkuu, alafu akaleta viongozi wa upinzani kugombea kiti cha urais ambao ni mchongo, hata hawakuwa wanajulikana, hata hawakupiga kampeni. Alafu unataka kutuambia tu kwamba uchaguzi huu ulikuwa wa haki na huru? Badala kwamba aweze kutueleza wazi kwamba Samia hakupewa nafasi ya kuzungumza kwa sababu hakushinda uchaguzi wa haki na huru, au atuambie kwamba hapakukuwepo na wakati wa Samia kuzungumza, atazungumza wakati mwingine. Anaamua kutudanganya tukiona, anataka kutuona sisi ni wajinga. Dhabiti Kombo anapaswa kuelewa kwamba wajinga waliisha, na mwerevu akierevuka au mjinga akierevuka, mwerevu yupo mashakani. Sasa Dhabiti Kombo alikuwa anatuona sisi ni wajinga, lakini sasa tumekwisha erevuka, yupo mashakani. Au wewe unaelewa aje haya maneno ya kusema kwamba newly elected leader ni yule mwenye amechaguliwa kwa mara ya kwanza? Basi kama ilikuwa ni yule mwenye amechaguliwa kwa mara ya kwanza, Samia, huu ulikuwa ni uchaguzi wake wa kwanza, basi angepewa nafasi azungumze ili ijulikane kwamba ameshinda. Kwanza unapaswa kuelewa mwaka 2022 alikuwa hajachaguliwa. Mwaka 2025 ndo angekuwa rasmi elected kama uchaguzi ungekuwa wa haki na huru. Namba 2, anapaswa kuelewa kwamba hayo mambo yanatuambia sijui ni newly elected haina maana kabisa. Eti kwamba rais mgeni ambaye hajawahi chaguliwa, bali kiongozi aliyechaguliwa kwa muhula mpya. Iwe kuchaguliwa upya au ama la, hivi ni uchaguzi wenu au kutambuliwa. Lazima aweze kujua kwamba uchaguzi wao ambao waliweza kuiba haukutambuliwa na African Union. Na ndio maana kila rais alimkimbia Samia kupiga picha. Sikuona Samia akiwa amepiga picha na marais wengine. Wengine walimtoroka. Wale ambao waliweza kupiga picha na yeye ni wale wezi kama Samia na wauaji kama Samia. Sijui wazo lako ni lipi? Wewe unakubaliana na haya maelezo ya Dhabiti Kombo kwamba anatuona kama wajinga ama nini?